Katika maisha yako, sahau vyote ila usiwasahau wazazi wako. Sahau kila kitu, lakini usiwasahau wazazi wako. Kwa nini nasema hivi? Mzazi wako anajisikia vibaya sana. Anaishi katika maisha ya stress. Anaishi katika maisha ya huzuni anapokuona wewe unaishi katika hali mbaya. Inaweza kuwa ya ugonjwa, umepata ajali, umepata chochote kile ambacho kimekufanya labda mwili wako, afya yako haijawa vizuri. Mzazi wako anajisikia vibaya, mzazi wako anajisikia kuwa na huzuni. Lakini pia mzazi huyo anajisikia kuishi katika amani, furaha, maisha ya upendo kama atakuona upo katika hali nzuri ya kiafya. Wengine hawa ni wachache sana ambao huwaga wanabaki wakati wa huzuni, na ni wachache sana ambao huwaga wanabaki katika wakati wa matatizo. Ingawaje kwenye vitabu na maandiko vinasema kwamba tunapokuwa tumeoa rafiki zetu wanakuwa ni wake zetu. Kama we ni mwanamke, rafiki yako anakuwa mume wako. Ni kweli, lakini tusisahau sana familia yetu ya mwanzo, kwa sababu ile ndo ilikuwa foundation ya maisha yetu. Kama wale wangekaa vibaya, basi na sisi tusingekuwa hapa tulipo. Wazazi wetu ni nguzo muhimu sana katika maisha yetu, kwa hiyo tusiwasahau. Lakini pia Mungu amekujalia rafiki yangu, umepata maisha mazuri, pesa unazo, umeenda huko na huko kuzunguka, kwa maana hiyo Mungu akakujalia ukapata maisha mazuri, unapata 500, unapata 1000, 2000, 5000, 10000 per day. Unaweza ukafanya kitu kimoja, unamtumia tu mzazi wako kiasi fulani, anashukuru, anafurahi, anasema mtoto wangu, kijana wangu au binti yangu kanikumbuka. Kanikumbuka. Fanya hivyo, angalau upate thawabu na upate baraka kutoka kwa Mungu. Usikubali wazazi wako wakaishi kwenye huzuni kwa ajili yako. Yaani wewe unakuwa ni chanzo cha mzazi wako kuyakumbuka maisha ya mateso ambayo waliyapitia wakati wewe unakuwa. Waliteseka, kwa hiyo angalau na wewe ukipata uwatunze wazazi, na inakuwa vizuri sana, inakuwa vizuri. Na hata wewe ukiwa unatembea njiani useme niko na wazazi. Kwenye maandiko wanasema unaanza kujenga nyumba